mpango wa kunusuru kaya masikini, yani TASAF. Mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha miaka 4 yameonekana pia kwa upande wa mfuko wa TASAF. Moja, mpango huu unafanya majukumu yafuatayo. Moja, mpango wa mradi wa kutoa ajira za muda kwa walengwa. Hadi kufikia Disemba 2024, jumla ya miradi 27,863 ya kutoa ajira za muda kwa walengwa wa mpango wa kunusuru kaya maskini imetekelezwa, ambapo jumla ya kaya za walengwa 662,000 zimelipwa jumla ya shilingi bilioni 213.8. Licha ya kuongezea kipato, walengwa pia wameweza kupata ujuzi wa utekelezaji wa miradi hiyo unaoweza kutumika katika shughuli za kukuza uchumi wa kaya na kuongeza kipato, yani unawafanya waweze kuajirika hata nje ya mfumo huo. Eneo la pili katika mradi huu wa TASAF ni mradi mwingine wa kuendeleza na kuboresha miundombinu ya huduma za jamii. Jumla ya miradi 137 ya uendelezaji miundombinu yenye thamani ya shilingi bilioni 12.67 ilitekelezwa katika mamlaka za maeneo ya utekelezaji 29. Kati ya hizo miradi 6 imekamilika na 72 ilikuwa katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Miradi ya aina hii imetatua changamoto za jamii zinazotokana na upungufu au kutokuwepo kabisa kwa miundombinu ya kutosha ya kutoa huduma za jamii katika sekta ya elimu, afya na maji. Eneo la tatu ambalo pia ni mradi wa TASAF ni mradi wa kupunguza umasikini Tanzania awamu ya 4. Hadi kufikia mwezi Disemba mwaka 2024, jumla ya miradi ya jamii 1518 yenye thamani ya shilingi bilioni 81.8 imetekelezwa, ambapo miradi 659 imekamilika na inatumika kutoa huduma na miradi 859 ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Idadi ya miradi hiyo kisekta ni elimu 495, afya miradi 262, barabara ya vijijini miradi 120, maji miradi 23, kilimo 11, mazingira 6, majosho 4 na miradi ya kuongeza kipato 597. Miradi ya kuondoa umaskini awamu ya 4 ni miradi unaotekelezwa na TASAF kwa ufadhili wa Umoja wa Nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi duniani, yani OPEC, katika mikoa 5 ya Arusha, Geita, Mwanza, Njombe na Simiyu. Eneo lingine katika mradi huu wa TASAF ni pamoja na mpango wa kutoa mafunzo ya stadi za msingi za kiuchumi na ruzuku ya uzalishaji kwa walengwa.